Moja kati ya tukio lilozua gumzo mtaani ni pamoja na tukio la mdau wa michezo na maendeleo mkoa wa Songwe. Hapa namzungumzia kijana mahiri sana na maarufu nyanda za juu kusini, Mwalimu Onesimo Mkondya. Ilikuwaje na imekuwaje? Bana, siku ya tarehe 28 mwezi wa 3 2025 ilikuwa ni mkutano wa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, ambapo sasa siku ya mkutano ikawa imegongana na tukio la mdau wa michezo na maendeleo mkoa wa Songwe. Alikuwa ameandaa bonanza. Sasa bonanza hilo sasa limeibuka kuchukua watu wengi sana, na wakakutana chimbo moja, uwanja wa shule ya msingi Mlo, wakaenjoy, wakajidai. Lakini rumors za mtaani zikawa zinasema kwamba Onesimo Mkondya amefanya mchezo wa kuwachukua watu watoke kwenye mkutano wa Tundu Lissu alafu waje kwenye bonanza lake. Yeye amelielezea kwamba ilikuwaje na yeye alilenga nini. Onesimo Mkondya, tumsikilize anasemaje na nini ambacho alikipanga. Kwa majina naitwa Mwalimu Onesimo Mkondya. Leo tulikuwa na bonanza la siku moja ambalo limejumuisha timu 16 zote za kata ya Mlo. Na lengo la bonanza hili miaka kadhaa nyuma, miaka karibia 3-4 kuanzia 2021 ilikuwa na mashindano yaliyokuwa yanajulikana kama Mosi Super Cup. Na mashindano yale lengo lake kubwa ilikuwa ni kuhamasisha mkoa wa Songwe tupate timu ligi kuu, tupate uwanja wa mpira. Lakini mpaka dakika hii vyote hivyo hatujavipata, lakini hatujakata tamaa. Na kupitia bonanza hili ni sehemu ya kufikisha ujumbe kwa viongozi wetu, wadau wetu wa maendeleo mkoa wa Songwe, viongozi wa kisiasa wa kiserikali, viongozi wa kidini, na wadau wote, wana michezo wote mkoa wa Songwe, na kila mtu anayehusika na mkoa huu wa Songwe, kwamba tunapaswa kuwa na timu ligi kuu kwa maslahi mapana vijana wetu, lakini pia tuwe na uwanja wa mpira kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Songwe. Kwa tumekuwa na bonanza ambalo mmeliona wenyewe, limefaana nzuri, watu wamecheza mpira mpaka giza linatukuta. Tumekuwa na timu nyingi sana, lakini tumefikisha ujumbe. Kwanza tunataka timu ya ligi kuu ya kuwakilisha mkoa wetu wa Songwe, lakini pia kupata uwanja wa mpira. Nafikiri ila uwanja na timu, viongozi wenye mamlaka wanaweza kuwa na sauti ya kuitisha kongamano kubwa sana la kimkoa. Mwisho wa siku tukakaa kama wadau, tukajua mustakabali wa mkoa wetu kwenye swala la michezo. Michezo ni maendeleo, michezo ni maisha yetu, michezo ni burudani, michezo ni afya, michezo ni kila kitu. Ndio maana kwenye kauli mbiu ya Mosi Super Cup tunasema michezo ni maisha yetu. Songwe kuwa na timu ligi kuu inawezekana, kwa pamoja tunaweza. Mwisho tumeandaa bonanza hili kama kurejesha burudani kwenye mji huu wa Mlo, lakini pia kuvishika vilabu vya Mlo. Vilabu vyote vimepata zawadi, kuanzia mtu wa mwisho mpaka wa kwanza wamepata zawadi, mipira, fedha na mambo mengine. Lengo ni kuvisupport vilabu vyetu. Asante sana. Mungu awabariki Makuta TV, Mungu awabariki Kamkono, Mungu awabariki vyombo vya habari vyote, Ubwao FM ambayo ilikuwa inarusha matangazo hayo live, na mashabiki wote ambao wamehudhuria. Wameonyesha moyo wa upendo sana. Nashukuru sana. Labda kwa kumaliza, kiongozi wangu, leo imesemekana kwamba kulikuwa tukio lingine kabisa tofauti na hili. Wewe umelibebaje hilo hapa? Ulilifahamu? Tukio gani? Tukio la Chadema Tundu Lissu kufika hapa Mlo. Inawezekana lilikuwepo tukio la vyama vya siasa, lakini mimi issue ya michezo ni tofauti na masuala ya kisiasa. Lakini kiongozi wa Chadema nina taarifa nalo, lakini limekuja wakati hili lishatangazwa toka muda mrefu. Kwa hiyo tusingeweza kuahirisha, na michezo inajitegemea. Kuna vyama vinavyosimamia mchezo. Kwenye nchi yetu kuna rais wa michezo Tanzania TFF, Wallace Karia. Lakini kwenye mikoa yetu tuna mwenyekiti wa Sorefa. Lakini kwenye wilaya yetu tuna mwenyekiti wa Mbofa na viongozi wake. Hao ndio wanaotoa vibali vya michezo, vya ligi zozote, ndondo zozote, mabonanza. Kwa hiyo hayahusiani na siasa yoyote. Lakini japo nimesikia kiongozi huyo na wafuasi wake wamezungumzia habari za bonanza hili kwamba pengine limeandaliwa kwa kuwadhoofisha. Niseme si kweli, ili litangulia la kwao limekuja. Lakini kama limewekwa kwa ajili ya kudhoofisha mtu, Onesimo na waandaaji wa mashindano haya Mosi Super Cup tumeanza kuandaa mashindano haya toka 2021. Miaka yote tunaandaa. Kwa ukisema hili limekuja kwa maana ya kulenga kitu fulani, si kweli.
Kwa hatuwezi kuzungumzia wamesema nini, walitegemea nini, hapana. Kwa hivyo tumepata majibu ambayo yako sahihi kabisa. Lengo na dhumuni la mdau wa michezo na maendeleo mkoa wa Songwe lilikuwa ni nini, lakini imefahamika wazi kwamba ratiba hiyo ilikuwa iko mbele ya ratiba ya Tundu Lissu. Lakini ifahamike wazi kwamba mdau huyu hapa wa maendeleo na michezo mkoa wa Songwe, Mwalimu Onesimo Mkondia, alianza mwaka 2021, 22 akaendelea, 23 michezo inaendelea, 24 inaendelea mpaka 2025, ambapo ndo jana siku ya tarehe 28 akaweka bonanza kama hilo hapo.